Ukistaajabu ya Musa utayaona ya Firauni. Hali si hali katika taifa la Tanzania vile tunavyoenda hewani. Ni kipi hiki ambacho kimefanyika? Mkumbuke kwamba Rais Samia Suluhu Hassan aliweza kuapishwa chini ya ulinzi mkali wa kijeshi na kuingia ikulu ya Tanzania kama rais kwa awamu hii. Lakini sasa Rais Samia Suluhu Hassan ameweza kukataliwa ikulu na uchaguzi mpya kufanyika. Nani amemkataa na sababu ni zipi zimechangia Rais Suluhu kukataliwa ikulu? Number 1. Ni kivipi Rais Samia Suluhu Hassan amezuiliwa ama amekataliwa katika ikulu ya Tanzania? Kulingana na chama cha Chadema ambacho ni cha mrengo upinzani katika taifa la Tanzania, kimeweza kutangaza hali hatari kwa kusema hivi. Wameweza kutoa chapisho hili ama barua hii ambayo inasema ya kwamba taarifa kwa umma, msimamo wa Chadema kuhusu uchaguzi batili wa 29 Oktoba mwaka huu 2025 na kilichojili baada ya hapo. Number 1. Uchaguzi wa 29 Oktoba mwaka huu 2025 ni batili na matokeo yote lazima yafutwe. Uchaguzi mzima wa rais, ubunge na udiwani ni batili na hauna uhalali wowote kwa sababu ulifanyika chini ya ukiukaji mkubwa wa sheria. Kwa hivyo kufikia hapo, Chadema wamemkataa Rais Samia Suluhu Hassan kuwa ikulu ya Tanzania kwa sababu wanasema kuchaguliwa kwake kulikuwa na upatili mkubwa na yeye hastahili kuwa katika ikulu ya Tanzania kwa sababu yeye hakuchaguliwa kwa njia ya uwazi. Ndio maana wanasema yeye mwenyewe hafai ama hastahili kwenda ikulu. Kwa hivyo wamemkataa, wabunge na madiwani wote, uchaguzi huo ukaweze kufutiliwa mbali. Kabla nizame kwa undani kusoma ujumbe huu, na shukuru wote ambao mnatazama hii kanda mahali popote mlipo, mzidi kubariki. Unapoendelea kutazama hii kanda, tukabidhi like, kuna alama ya kidole hapa chini mwa kanda, bonyeza hiyo alama ya kidole kama moja kutukabidhi like. Na ikiwa hauja subscribe, na kuomba tukaweze kusubscribe. Sambaza hii link kwa moja ama 2 3 katika mtandao wa WhatsApp na hata Facebook ili tuendelee kujulisha wengi tena zaidi. Tuendelee, karibu. Chadema wanaendelea kusisitiza na kusema hivi: haki ni msingi ya demokrasia. Chadema inasisitiza kufutwa mara moja kwa matokeo yote ya uchaguzi na kuvunjwa kwa kinachoitwa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Kwa hivyo wanasema ya kwamba hawapendi ile tume ambayo inasimamia uchaguzi nchini Tanzania, nayo iondolewe, Samia aondolewe, madiwani waondolewe, wabunge waondolewe, kwa sababu tume hiyo haina uhuru kuanzia uteuzi wa wajumbe wa tume, muundo wa tume na majukumu yake. Chombo hicho hakina tena uhalali wowote na hakiaminiki na Watanzania kusimamia uchaguzi huru na wa haki. Kwa hivyo wamekataa ile tume ambayo inasimamia uchaguzi nchini Tanzania. Hakuna vile itasimamia uchaguzi mwingine kwa sababu sio halali kulingana na chama cha Chadema. Namba 2, wanasema hivi: Samia Suluhu Hassan ni mtawala asiye halali, yaani illegitimate self-imposed ruler. Samia Suluhu Hassan hakupata ridhaa ya wananchi ambao ndio msingi wa mamlaka yote, na serikali yake ni haramu na dhalimu kwa sababu ni matokeo ya uchaguzi ulionajisikia, uchaguzi patili na mazingira ya utawala wa mabavu. Samia Suluhu Hassan hana uhalali wowote kuendelea kuongoza nchi. Namba 3, ukandamizaji mkubwa
wa kisiasa na uhalifu wa dola kabla, wakati na baada ya tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka huu. Utawala wa CCM chini ya Samia ulitekeleza na kuendeleza maovu na udhalimu mkubwa dhidi ya raia wanadai demokrasia na haki za binadamu kwa kufanya mambo yafuatayo. Namba 1, kukamatwa kwa mwenyekiti wa chama taifa ndugu Tundu Antipas Lissu na kufunguliwa kesi ya uhaini kutokana na sababu za kisiasa. Kwa hivyo wanalaumu mambo ya kumkamata kiongozi wa chama cha Chadema Tundu Lissu. Chadema kuzuia kufanya shughuli zake halali za kisiasa kwa kinyume na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na sheria za nchi, pamoja na kufungiwa akaunti za benki Jamhuri ya Muungano wa Tanzania za chama na kuzuiliwa kutumia mali za chama. Kwa hivyo inamaanisha kwamba kufikia sasa Tundu Lissu akaunti zake za benki zimeweza kufungwa, hawezi kufanya shughuli yoyote chini ya chama chake cha Chadema. Udhibiti wa uhuru wa vyombo vya habari vya ndani kwa kuchuja taarifa zinazotoka kwenda kwa umma, na mara nyingine kufungiwa kabisa kuruhusu habari zozote kwa umma, kumaanisha wanadai yale ambayo yanaendelea chini ya uongozi wa sasa. Hii barua ni refu, naomba kuiacha kuisoma kwa sababu ni refu, nisonge kidogo tu. Wanasema kutumia mahakama kutoa hukumu zenye kuonea na kukandamiza viongozi wa vyama vya upinzani ili kuvifanya vyama vya upinzani vishindwe kutimiza wajibu na shughuli zote za kisiasa. Barua hii iliweza kuachiliwa na John Heche ambaye ni makamu mwenyekiti wa chama cha Chadema. Ni mengi wamezungumza hapa kwa sababu ya wakati. Cha muhimu zaidi kile ambacho wanazungumza ama wanakisema kupitia ujumbe ambao nimeusoma, ni kwa sababu ujumbe huu ni mrefu lakini nimepitia wote, ni ishara tosha kwamba wanataka uchaguzi mpya uweze kuandaliwa katika taifa la Tanzania. Rais Samia Suluhu Hassan wamemkataa kuingia Ikulu kwa sababu kwa kile ambacho wanakisema ya kwamba yeye ni patili na uchaguzi haukuwa kwa njia ya huru na haki, na wanataka tume mpya ya uchaguzi ili iweze kusimamia uchaguzi. Namba nyingine wanasema ya kwamba serikali ya mpito inastahili kushikilia kwa sasa kabla ya uchaguzi mpya kuandaliwa. Wanataka haki itendeke, wale ambao waliweza kuzuiliwa katika mahakama ama jela mbalimbali waweze kuachiliwa licha ya kufunguliwa kesi ambazo hazina msingi wowote kulingana na chama cha Chadema, kwa sababu wamesema kuna wale ambao waliweza kukamatwa kwa sababu ya kisiasa akiwemo Tundu Antipas Lissu kwa madai ya uhaini, na katika sheria za Tanzania ikiwa umepatikana na kosa la uhaini ni kifo, kwa sababu kosa hilo halina dhamana nchini Tanzania. Lakini tumeshuhudia Umoja wa Mataifa, Marekani, mataifa mengine 16 ya magharibi yakizungumza na kukemea yale ambayo yanaendelea nchini Tanzania, na tumeweza kushuhudia mataifa mengine Uswidi ama Sweden, Canada wakikatisha misaada yao kuelekea Tanzania. Marekani ikatishia kuangalia upya mambo ya uhusiano wao na Tanzania, kumaanisha misaada huenda itakatishwa ghafla. Umoja wa Ulaya ama bunge lile la Ulaya liliweza kukaa na kuamua kwamba misaada ikomeshwe kutumwa katika taifa la Tanzania. Kwa hivyo hali si hali, ni hayo tu kwa sasa. Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo kukufahamisha yale ambayo yanaendelea katika taifa la Tanzania. Tukutane katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. Lakini nakuomba tu, ikiwa hauja subscribe, kuna kitufe pale chini unapotazama ikiwa umeandikiwa subscribed, wewe ni subscriber, usiponyeze. Asante kwa kuzidi kunipiga jeki. Lakini ikiwa umeandikiwa subscribe, inamaanisha hauja subscribe, bonyeza hicho kitufe ili kubadilishiwa na kuandikiwa subscribed. Kando yake kuna kengele.
bonyeza hicho kengele, na nia ya kubonyeza kengele, wakati ule wowote tutakapoweka kanda utakuwa unapokeza notification ya kufahamisha kwamba Mwakenya TV wameweka kanda mpya ambayo inastahili kutazamwa. Sambaza hii kanda kupitia hii link iko hapa chini kuelekea group 1 ama 2 3 katika mtandao wa WhatsApp na hata Facebook, ili tuendelee kujulisha wengi tena zaidi. Tukutane katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. Kwaheri kwa sasa.